Shukrani za dhati kwa uongozi wa CRDB Bank chini ya mkurugenzi mkuu Abdul Majid Nsekela kwa kutupatia ufadhili wa takribani shilingi milioni 140 kwa ajili ya ujenzi wa jengo hili la kliniki ya MAT tunalolikabidhi kwa serikali siku hii ya leo. Kliniki hii itakuwa ya kwanza katika mkoa wa Shinyanga kutoa huduma kwa watu wenye tatizo la utegemezi wa dawa za kulevya. Niliingia kwenye madawa ya kulevya kwa ajili ya vishawishi kutokana na magrupu ya mtaani. Nilipoanza kuvuta madawa ya kulevya ndani ya miaka 5 nilivuta kwa kuvuta kawaida. Ndipo hapo nilipoona kwamba dozi hainifai, ndio nilipoamua kujiingiza kwenye kujichoma sindano. Nilipoingia kwenye kujichoma sindano ndio hapo nilipoanza kuharibu moja ya vitu ambavyo nilivyokuwa nategemea kama vile kazi yangu nzuri nilipoteza mke na watoto, na vile vile nikarudi mtaani, nikawa mwizi, naiba vitu vya watu, nikawa ni mtu ambaye jamii haitaki kuniona. Naomba sana vijana wenzangu pamoja na watoto wangu niseme, kwa sababu sasa hivi mimi ni umri mkubwa. Naona hichi kitu ni kibaya sana. Yaani wafanye mambo yote wasije wakasubutu kuingia kwenye madawa ya kulevya. Kwa sababu ukiingia kwenye madawa ya kulevya ndoto zako zote zinafutika. Nimeanza kuvuta madawa mara ya kwanza kabisa ni mwaka 99. Alikuja mshikaji kutoka Morogoro akaja Shinyanga hapa. Sasa alipofika akafikia kwenye kistoni chetu cha Shoshaini pale. Chiko tunavutaga bangi tu nini sigara. Sasa ndo nikaonja yani pale mara ya kwanza. Nilivuta hivi nikapata steam nzuri, nikaona hii steam nikawa nimeielewa. Mpaka ile nikaasilika sasa mpaka nimekuja kurudi huku. Nilikuwa na mke na watoto 3. Kwa hiyo kutokana na madawa yani nikashindwa hata kuimiliki familia. Kwa hiyo ikabidi niachane na wife nini. Nikawa na maisha sasa ile maskani kwenyewe kwa dingi, nikawa nimeshamuibia mzee nini vitu vyake, akanifukuza nyumbani, nikawa mtaani. Unapomtibu mtu ambaye anatumia dawa tiba zenye asili ya kulevya, anaweza kupona ndani ya miaka 10 mpaka 20. Ndio anaweza kuwa katika hali ya kawaida angalau, lakini matibabu yake ni magumu sana. Kwa hiyo niwaombe vijana wote nchini kuhakikisha kwamba hawajiingizi kwenye makundi ya matumizi ya dawa za kulevya. Dawa zinazotumika sasa hivi nchini ni hizo dawa tiba zenye asili ya kulevya ambazo wanadanganywa kwamba ni heroin, na mwisho wa siku zinawaletea madhara makubwa sana, lakini pia zinawaletea vifo. Dawa nyingine ambazo zinatusumbua sasa hivi, na sasa hivi tumeanza operation maalum ili kuhakikisha kwamba tunazidhibiti na tunamalizana nazo, ni bangi ambayo ndio inaongoza sasa hivi kutokana na kwamba inapatikana maeneo mengi ya nchi. Iko mirungi ambayo mara nyingi inapatikana nchi jirani, lakini pia Same mkoani Kilimanjaro, na operation kule zishaanza ili kuhakikisha kwamba tunatokomeza zao hilo. Lakini pia skanka ambazo zinapatikana nchi jirani ambazo ni bangi iliyosindikwa, ambayo wakati mwingine ni bangi zile ambazo zinalimwa kwa ajili ya matibabu hospitalini au kutengeneza dawa tiba, lakini mwisho wa siku kutokana na soko hilo kudorora, watu wanaanza kuzisindika na kuzitengeneza, unapata kitu kinaitwa skanka. Na mara nyingi ile skanka madhara yake ni makubwa sana na yanaongeza uhalifu, lakini pia ndio maana unaona pia magonjwa ya akili yameongezeka sana. Ukienda hospitali ya Mirembe pale Dodoma na pia maeneo mengine yote, magonjwa ya akili yameongezeka kutokana na matumizi ya skanka. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.